Epuka sana kwenye haya maisha kumwelezea kila mtu pito lako au matatizo ulionayo. Wengine mafriji yao yameshakufa, kompresa hayagandishi. Unamsimulia, rafiki yangu nikwambie, yani ndoa yangu sijui kama huu mwaka tunavuka, yani rafiki yangu kazini, yani kuna moto rafiki, yani ila naomba usimwambie mtu yoyote yule. Akitoka hapo anaenda kukutangaza. Mnamuona yule dada anajidaigi mwana maombi, ila mchumba wake amemwacha. Tulisema hawezi kwenda popote. Unashangaa pito lako linakuwa matangazo ya kitaifa, na kila mtu ana pito lake, lakini si kila mtu huwa anaelezea kwa kila mtu. Mwingine hata kama anapita kwenye moto atavaa vizuri, suti kama ya kwangu ya mkopo, ataenda saruni, atanyoa hata nywele za buku kama mimi, alafu utamuona barabarani anatembea kwa amani kabisa. Lakini saa hiyo hata nyumbani hajaacha hata 100, hajui anaenda kula nini. Unamuuliza, leo mbona unatembea kwa miguu? Anakuambia Dr. Janabi aliniambia nifanye mazoezi ya kutembea tembea. Ila ukweli ni kwamba huna nauri. Mbona muda wa lunch wewe siku hizi wendi kula? Mwambie tu Dr. Janabi ameniandikia diet niwe na kamfungo soft. Ukweli ni kwamba huna hela ya kwenda lunch. Kwani kuna mtu atakusumbua? Matatizo yako kisha mwambia Mungu, inatosha. Wengine ukikutana nao jitahidi kucheka hata kama moyo unalia. Sasa wewe anza kusimulia, yani jamani, ndoa yangu sijui kama mwaka huu inavuka. Yani wengine ni watesi, wanatamani kusikia habari ya kushindwa kwako. Ndio maana matatizo yako mweleze Mungu. Ukishamwambia Mungu inatosha. Vaa vizuri, pendeza, cheka hata kama unalia, maisha yaendelee mbele kwa jina la Yesu.